Karibu mpenzi mfuatiliaji wa Music Life TV. Leo tumekuandalia somo kuhusu mivunjo au accidentals. Na somo hili litaletwa kwako nami Mwalimu Ayubu Romad Wegasila, mwalimu wa muziki na mpiga kinanda. Kabla tuanze somo letu la leo, karibu uweze kubonyeza alama ya subscribe na kisha alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata mafunzo yetu pindi yanapokuwa hewani. Lakini pia karibu kulike, kucomment na kushare ili mafunzo haya yaweze kuwafikia watu wengi zaidi. Ili uweze kuelewa vizuri somo la leo, hakikisha una kumbukumbu nzuri kuhusu somo la toni na nusu toni ambalo tulijifunza katika sura ya 10, lakini pia somo la ngazi au skeli za muziki ambalo tulijifunza katika sura ya 11. Hizi sura mbili zinaweza kukusaidia uweze kulielewa hili somo kwa urahisi zaidi. Na muhimu kufahamu katika somo letu la leo ni maana ya mivunjo au accidental, aina za mivunjo, mpangilio wa chromatic scale, hatua za kuimba mivunjo, mazoezi ya kuimba mivunjo kwa hapo baadhi, lakini na mwisho kabisa tutapitia sheria au kanuni za kutumia mivunjo ambapo tutapitia kanuni 12. Mivunjo ni nini? Mivunjo ni alama maalum zinazotumika kubadilisha urefu wa sauti ya nota bila kubadili ufunguo ya utunzi mzima wa wimbo. Mivunjo ni alama maalum zinazotumika kubadilisha urefu wa sauti ya nota bila kubadili ufunguo ya utunzi mzima wa tungo. Zinahusiana na kupandisha au kushusha nota kwa nusu hatua katika mizani ya muziki. Kwa zinapandisha kwa nusu hatua semitoni au zinashusha kwa nusu hatua. Aina za mivunjo. Kuna aina kuu 5 za mivunjo ambazo tutazipitia, lakini mwishoni tutaziona pia aina nyingine nyingi za mivunjo ambazo zipo pia. Aina ya kwanza ni sharp. Kama tunaiona hapo, aina ya kwanza sharp. Hii upandisha nota kwa nusu hatua juu. Upandisha nota kwa nusu hatua juu. Yaani kwa mfano, ikiwa C sharp iliyopandishwa, C sharp ni nusu hatua ya juu ya C. Kwamba ilikuwa iwe C lakini tumeongeza nusu hatua inakuwa C sharp. Aina ya pili ni flat. Hii hushusha nota kwa nusu hatua chini. Mfano, ikiwa B flat ni nusu hatua chini ya B, yani B kwa nyuma yake nusu hatua. Aina ya tatu ni natural. Hii hurejesha nota iliyopandishwa au kushushwa kwenye hali yake ya kawaida. Mfano, ikiwa D sharp ikitumika awali na baadaye ikiandikwa D natural, basi hurudisha D kwenye sauti yake ya kawaida bila kupandishwa. Kwa hii natural huwa tunatumia kufuta mvunjo wote uliopo kwenye alama ya funguo au uliopo kwenye katikati ya wimbo. Aina ya 4 ni double sharp ambayo inatumika alama kama ya X au leli mbili kama tunaona sharp 2. Hii upandisha nota kwa hatua moja kamili. Tumejifunza hapo nyuma kwamba sharp moja inapandisha kwa nusu toni au nusu hatua. Kwa zikiwa mbili zitapandisha kwa hatua nzima. Ndio hii tunaisoma hapa nini? Double sharp. Yenyewe upandisha nota kwa hatua moja kamili. Kwa mfano, ikiwa F sharp, F yenye double sharp ni sawasawa na G. Yaani kwa F double sharp ikiandikwa ni sawasawa na mtu anataka uimbe G ya kawaida ambayo tunaijua. Aina ya 5 ni double flat. Hii hushusha noti kwa hatua moja kamili. Mfano, ikiwa B double flat ni sawasawa na A, yani kwamba unashusha B kwa nusu hatua itashuka kwenye B, itakuwa kwenye B flat, lakini pia kwenye B flat na unaishusha kwa nusu hatua inakuja kwenye nini? Kwenye A. Kama ambavyo tutaona katika vielezo ambavyo vinaendelea kwenye somo hili. Aina nyingine za mivunjo ndo kama ambavyo tunaziona hapa, tulizozipitia ndo hizi aina kuu. Hii ni flat, hii ni natural, hii ni sharp, hii ni double sharp, hii ni double flat, lakini kuna aina nyingine nyingi kama ambavyo tunaziona hapa. Hizi zote ni aina za mivunjo. Kwa ukija kukutana nazo usije ukashanganya aina za mivunjo, na kila mvunjo una kazi yake na namna yake ya kutumika.
mpangilio wa chromatic scale. Katika sura ya 10 tulijifunza ngazi mbalimbali za muziki, na kati ya ngazi ambazo tulijifunza chromatic scale. Je, unajua mpangilio wa nota katika chromatic scale? Chromatic scale ni nini? Chromatic scale ni mlolongo au mpangilio wa noti zote katika hatua ya nusu toni, ambayo huwa hujumuisha noti zote 12 ndani ya oktava moja. Yaani kwenye chromatic scale huwa tunahusisha noti zote kuanzia C mpaka C, tunagusa zile, kama ni kwenye kinanda vyeusi na vyeupe vyote vinakuwa vimehusishwa. Mfano wa chromatic scale kutoka C kwenda C ndo kama vinaonyesha hapa. Unaweza kutoka C utaenda C sharp au D flat, utakuja D, utakuja D sharp au E flat, utakuja E, utakuja F. Utahusisha nota zote na wewe inakuwa inaundwa na noti 12. Kama ambavyo tunaona hapa. Ikiwa kwenye kinanda tunasema tunatoka C mpaka C inayofuatia hapa, utakuta tunajumuisha hivi button zote za kinanda 12 ambazo zipo katikati hapa. Kwa hiyo itakuwa kuna C, utakuwa kuna C sharp au D flat, kuna D sharp au E flat, E, F sharp au G flat, G sharp au A flat, A sharp au B flat, B, na baada hapo nini? C tena. Kwa hizi noti zote 12 kuanzia C mpaka C, ukiunganisha hizi noti zote ambazo pamoja na hizi zilizopandishwa kwa nusu toni na kushuka kwa nusu toni, huwa tunaunda chromatic scale. Na hii chromatic scale ni maisha, hizi noti huwa zinakuwa zina majina yake. Achana majina ya kawaida ambayo tunafahamu, kwa mfano kama ingekuwa ni kwa ufunguo C, diatonic scale tunajua majina yake, lakini pia kwenye chromatic scale kuna baadhi ya noti zinaongezeka kwa majina. Na katika chromatic scale itaona kabisa kuna baadhi ya noti ambazo zina jina moja. Yaani kwa mfano kama hapa tumekuta hii ni C sharp au D flat. Kuitwa kwa jina moja kwa majina tofauti na kuwa na maana moja, huwa kunatengeneza hizi noti ambazo zinaitwa enharmonic notes. Lakini kwenye kuimbwa zote huimbwa sawa au huwa na toni ambayo iko sawa. Kwa kama inaweza ukaita D sharp au E flat, lakini kwenye kuzimba zote tunazimba sawa. Kwa hiyo utakuta hapa na baadhi ya noti zina majina mbadala ambayo tunasema ni enharmonic notes, kama ambavyo nimekwisha kuelezea kwenye kielezo hapo nyuma. Lakini nimesema hizi noti zina majina sababu kwenye diatonic scale tunafahamu watu kwamba ni do, re, mi, fa, so, la, si, ti, do. Lakini tunapoongezea chromatic scale kwa noti za katikati ambazo huwa zinaongezeka. Kwa hiyo utakuta kuna do kutoka kwenye C, tukienda kwenye sharp yake inakuwa inaitwa D. Tunakuja re, tunakuja mbele yake inaitwa ri. Tunakuja mi, tunakuja fa, tunakuja fi. Tunakuja so, tunakuja zi, tunakuja la, tunakuja li, tunakuja ti. Hii ni ukiwa unapandisha. Ukiwa unashusha inabadilika, inawekwa a kwa nyuma. Kwa kama ilikuwa t ya nyuma yake ni t. Kwa wengine wanaita z pia. Au vile utakavyoita, lakini kikubwa kwenye kuimba uimbe sahihi. Lakini inakuja la, inakuja tena le, inakuja so, inakuja se, inakuja fa, inakuja mi, inakuja me, inakuja re, inakuja ra. Sijui kama umeelewa kidogo. Kwa kwenye majina ya maisha unaweza ukaziunganisha hizi zote, ukaona kama ambavyo inaonekana, ukazipanga hivi ikawa nayo ni kama unapotoka do mpaka do, lakini na zenyewe unakuwa umeziunganisha katikati. Na huwa zinaimbwa zinasikia kama ambavyo tunaweza kaona hapa katika kielezo hiki hapa. Lakini pia ambavyo imepangwa namna hii, unaweza kaisikika ikiimbwa kama ambavyo unaona. Hiyo ndio chromatic scale na namna yake ambavyo inajipanga kama ambavyo tumeona pamoja na majina ya kwenye noti za chromatic scale. Kwa hiyo
hizi noti za kwenye chromatic scale mecha zikitokea katikati ya wimbo, ndio wimbo unakuwa una nini? Una mvunjo na unakuwa kwa ajili ya kuongeza mapambo, kuongeza ladha fulani ya kimuziki. Kwa utakapokutana na do imepandishwa itakuwa inaitwa D. Kutokana na re itakuwa re. Kutokana na fa imepandishwa inakuwa fi. So inakuwa z. La inakuwa ri. Na kwa kushuka hivyo hivyo, kama ni t inakuwa te, la inakuwa le, so inakuwa se, mi, me na re, la. Namna ya kuimba mivunjo. Kuimba mivunjo kunahitaji kuelewa hatua ya nusu au nusu hatua katika mfumo wa solfa, na mivunjo huwasilishwa kwa alama za kipekee kama tumeziona ambazo ni sharp, flat, natural, double flat, double sharp na alama nyingine. Na tuangalia hapa ni hizi hatua za kuimba mivunjo ambayo tutazipitia na tutasoma kwa mfano hapo mbele yetu, na baada hapo tutapitia mazoezi ambayo yanaweza kutusaidia kuweza kuimba mivunjo kwa urahisi. Kwanza inabidi uijue noti yenye alama ya mvunjo. Hiyo ni hatua ya kwanza. Hatua ya pili, inabidi uisome noti kwa kawaida kulingana na ufunguo husika, kwamba hii ni fa, hii ni so, hii ni la, hii ni re. Uijue kwanza ile noti. Ukishaijua ndo uipe jina la noti kulingana na alama ya mvunjo iliyotumika. Kama imevunjwa labda ni fa, unajua fa imepandishwa, kwa hiyo inakuwa ni fi. Hii ni fi. Kama ni do imepandishwa, unajua kabisa hii ni D. Kama ni so imepandishwa, unajua kabisa hii ni C na kadhalika. Hatua ya 4, kuimba nota iliyovunjwa. Mesha utaimba kulingana na jinsi ambavyo chromatic scale inatuambia. Utaimba ule mvunjo kulingana na jinsi ambavyo na namna yake ya kuimba ambayo ni sahihi. Na ukishaimba yenyewe kama yenyewe ndio unaiunganisha na noti, kuunganisha noti iliyovunjwa na noti nyingine za wimbo na kuimba wimbo kamili. Kwa sababu huwezi kukuta wimbo labda mzima umevunjwa umefanyaje. Utakuta kuna baadhi sehemu tu imevunjwa, kwa ili uweze kuicapture unaipitia ile sehemu, baada hapo unaunganisha wimbo mzima na kale ka sehemu kalikofanyaje, kalikovunjwa. Nadhani umenipata vizuri. Kwa hiyo tukiangalia mfano katika mfano wetu hapa, utaona mfano kama hapa, mfano mvunjo wetu hapa. Kwa kwanza inabidi ujue na noti iliyovunja. Hatua ya kwanza tumeshaujua, ndio hii hapa noti imevunjwa. Hatua ya pili, hii ni noti gani kwa kawaida? Hii labda ni hii ni ufunguo A. Kwa utakuta hapa hii kama hii hapa ni do, hapa ni re, hapa ni mi, hapa ni fa, hapa ni so. Kwa ni so imepandishwa, ni sharp, imepandishwa kwa nusu hatua. Kama ni so itakuwa inaitwa nini? C. Kwa nimeshajua ni C. Kama ni C nitafanyaje? Nitaiimba. Kwa nitaimba hapa labda do re mi fa so la si. Kwa hiyo kama ni C, baada hapo sasa nimeshaiweza kuimba, nimejua na C la si, nimejua inavyoimba, na kuja sana unganisha wimbo mzima. Labda ndo nakuja naimba sasa labda do re mi fa so la si la so fi so hivyo na kuendelea. Kwa baada hapo unakuwa tayari umeshapata wimbo, lakini pia umeweka mvunjo kama ambavyo ulikuwa umewekwa kwenye wimbo. Baadhi ya mazoezi ya kuzoea mivunjo. Kuna mazoezi machache ambayo tutapitia te kuimba, tutapitia fi, tutapitia c, tutapitia na d. Lakini pia mazoezi tutatengenezea video yake, itakuwa na video yake, lakini hapa tutaipitia kwa sababu ni kwenye mafunzo, lakini utakuwa na mazoezi mengi ambayo yatakuwepo, ambayo pia baadhi nitaweka linki kwenye description ya maelezo ili uweze kuiona baadhi ya mazoezi ambayo ya mivunjo ambayo tayari yapo katika akaunti yetu. Kwa zoezi la kwanza tutapitia te.
mimi silala sosopito, mimi sopa mire doti doredo. Kama ambavyo tumeona, hiyo ni baadhi ya mazoezi unaweza ukatumia pia kuweza kuanza kuelewa mivunjo kwa urahisi, lakini pia inaweza kukusaidia kwa namna moja ama nyingine uweze kuanza kuimba mivunjo au kuizoea mivunjo pale unapokutana nayo katika nyimbo. Sheria au kanuni za kusoma na kutumia mivunjo accidental. Unaijua sheria ipi ya kusoma mivunjo? Leo utapitia sheria 12 ambazo ni muhimu za kusaidia kujua namna ya kutumia mivunjo, lakini pia namna ya kusoma mivunjo. Sheria ya kwanza. Mivunjo hutumika kwa kipimo kimoja pekee. Mvunjo unaoandikwa mbali na alama ya ufunguo unatumika kwa nota hiyo hiyo tu ndani ya kipimo au baa moja. Kwa hiyo mvunjo ukiweka unafanya kazi ndani ya baa moja. Kwa hiyo ukifika kipimo kipya mvunjo hauna tena athari na unapaswa kurudiwa kama utahitajika tena. Lakini kama kuna nota ambayo ipo ndani ya mvunjo, zote zitakuwa zimevunjwa kwa pamoja. Kwa mfano tukiangalia mfano wetu hapa, tutakuta mfano ambao tulitoa kwenye mvunjo ni huu hapa. Mvunjo upo kwenye kipimo kimoja. Kwa mfano hii tumesema ni C, tulisema ni C. Kwa hiyo ni C, lakini nota pia hapa iliyotoa peke yake imevunjwa, nayo ni C ndani ya kipimo kimoja. Tukitaka tutumie kwenye kipimo kingine huku mbele, utakuta tumeongezea tena alama ya nini? Ya mvunjo ili tuweze kutumia. Kwa hiyo hii alama ya mvunjo mbali na alama za ufunguo huwa inaathiri ndani ya baa au kipimo kimoja tu. Hiyo ni kanuni ya kwanza. Kanuni ya pili, mvunjo huathiri noti ya nafasi au mstari huo pekee. Mvunjo huathiri noti iliyoko kwenye nafasi au mstari ule katika kipimo hicho. Huathiri noti iliyoko kwenye nafasi au mstari ule katika kipimo hicho. Noti ya jina moja lakini oktava tofauti haitahusiana na mvunjo huo. Kwa mfano tukiangalia katika mfano huu hapa, tumesema inaathiri nota iliyopo kwenye mstari au nafasi moja. Mfano utakuta hapa mvunjo wetu hapa ni huu hapa, upo kwenye C, ipo kwenye so hapa. Kwa hiyo ipo kwenye nafasi hapa. Kwa hiyo hii pia kwa sababu ipo kwenye nafasi na ipo kwenye kipimo kimoja, hii nayo imefanyaje? Hii noti imevunjwa. Lakini hizi nyingine hazijavunjwa kwa sababu zipo kwenye mistari tofauti na hii noti ambayo ipo kwenye nafasi. Lakini pia kwa mfano hii ni so imevunjwa. Hii ni so imevunjwa imekuwa C. Kama ingekuwepo C nyingine labda huku chini nayo, hii isingedhulika kwa sababu ipo katika oktava nyingine. Hiyo ni sheria ya pili. Mvunjo uwepo kabla ya noti. Alama ya mvunjo huandikwa mbele ya noti kwenye noti yenyewe, si baada ya noti. Katika maandishi ya muziki, mvunjo huwekwa kushoto ya kichwa cha noti. Kwa kama tunavyoona, alama ya mvunjo lazima iandikwe kama hivi tunavyoona, kushoto kwa kichwa cha noti. Kwa hiyo kiwekwa hivi manake hii noti ndio imevunjwa. Ikiwekwa hivi huku manake hii noti ndio imevunjwa. Imewekwa kushoto kwake. Yaani hii ya mbele yake ndio noti imevunjwa. Hiyo ni sheria au kanuni ya tatu. Kanuni ya 4, mvunjo mmoja unaweza kuathiri noti zote sawia katika kipimo. Ikiwa noti hiyo hiyo inarudiwa ndani ya kipimo bila kubadilisha mstari au nafasi, mvunjo unaendelea kuathiri noti hizo. Kwa mfano tumesha usema hapa. Kwa mfano hii kama ni kwenye kipimo kimoja, mvunjo unaathiri noti zote zilizopo kwenye hiyo nafasi. Kwa mfano kama tumeweka mvunjo ni hapa, hii ni so, kwenye so tumeipandisha. Hali kadhalika kama kuna so nyingine kwenye kipimo utafanyaje? Utapandisha kama ambavyo tunaona hapa. Kwa hiyo so imepandishwa na hii pia so hii hapa imepandishwa, licha kwa haijawekewa alama, ila kwa sababu ipo ndani ya kipimo kimoja na wewe imefanyaje? Imepandishwa. Hali kadhalika unaweza kaona hapa kwenye mfano huu hapa, hii ni fa imepandishwa ni fi. Kwa hiyo ni fi imepandishwa, hali kadhalika na hii itakuwa imepandishwa nayo, licha kwa haijawekewa alama kwa sababu zote zipo ndani ya kipimo kimoja. Kanuni ya 5, mvunjo wa natural urejesha noti katika hali ya kawaida. Alama ya natural hutumika kufuta athari ya mvunjo wa awali. Kama ilikuwa
imewekwa sharp au flat. Hii natural tunatumia kufuta, tunafuta hii alama ya natural au flat, tunapiga kitu ambacho ingebidi kipigwe kwa kawaida. Mara nyingi hutumika kurudisha noti katika hali ya ufunguo wake au hali yake ya kawaida. Kwa mfano kama tunavyoona hapa, hii alama hii hapa, hii alama ya natural hapa. Ukiangalia hapa noti zote zilikuwa zimevunjwa kwenye hii bar, ambazo zinatoka kwenye hii alama ambayo ilikuwa ni re imepandishwa. Re. Kwa hiyo imepandishwa, hii hapa imevunjwa. Hapa hii hapa nayo imepandishwa imevunjwa. Lakini hii hapa tumeiweka natural. Kana kwamba hii hapa itaimbwa re ya kawaida. Itakuwa tumefuta mvunjo ambao uko kwa nyuma. Kanuni inayofuata, mvunjo ndani ya alama ya ufunguo haihitaji kurudiwa. Noti zilizo na mivunjo katika alama ya ufunguo hazihitaji kuandikwa tena kila wakati na zinaathiri noti zote za aina hiyo katika utunzi mzima hadi alama ya ufunguo ibadilike. Kwa mfano, wimbo alama yake ya ufunguo ni G. Sasa tulisoma kwenye scale au ngazi kwamba nimesha alama inapokuja kuwa imewekwa hivi kwenye alama ya kwenye ufunguo kama G, nimesha hii ni F, tumeipandisha. Si ndio hivyo? Kwamba ni T ilibidiwe kwenye F pale, imepandishwa. Kwa hiyo kwa maana F imepandishwa. Kwa hiyo kwenye ufunguo mzima noti itakuwa imetua hapa, itakuwa imepandishwa. Ndio maana utakuta ina T kufuata kwenye kinanda tunapiga cheusi tu kwenye ufunguo G, kwa sababu tayari alama ya ufunguo imeipandisha ile F kwa ufunguo mzima. Kwa mfano ukikuta hata hapa zote zitakazopiga hapa nimesha tayari kulingana na alama ya T, zote zinakuwa zimepandishwa automatically kulingana na alama ya ufunguo. Lakini pia kanuni ya 7, enharmonic equivalent ni halali. Mivunjo inaweza kuwakilishwa na noti moja kwa majina tofauti. Ndio hii ambayo tumekwisha ifundisha kwamba unaweza kukuta imewekwa labda ni flat au ni sharp, lakini ni kitu kile kile. Hii inaweza ikatokea pia. Lakini kanuni ya 8, mivunjo ya mara mbili au double sharp ni halali na upandisha noti kwa hatua moja kamili au ushusha noti kwa hatua moja kamili, ambayo tumejifunzia. Kwa hiyo unaweza kukutana na hii mivunjo double sharp, double flat ni halali. Kwa hiyo unaweza kukutana nayo kwenye mivunjo. Lakini kipaumbele cha mivunjo katika kipimo. Kama alama ya ufunguo ina mvunjo na katikati ya kipimo kuna mvunjo wa muda wa aina nyingine, mvunjo wa muda unapewa kipaumbele kwa kipimo hicho. Kwa kama kuna alama ya mvunjo ya ufunguo kwenye hiyo sehemu, labda kwenye hiyo noti ambayo imeguswa, lakini kuna alama ya mvunjo pia kwenye hicho kipimo, mvunjo kwenye kipimo utapewa kipaumbele kama ambavyo tunaona hapa. Kwa mfano kama hapa kwenye hii hapa ni T hapa, tuseme hii F hii hapa ndio F hii hapa pia ina alama ya nini? Ya hii sharp kwa ajili ya kuipandisha ili iwe T, sio hivyo kwenye ufunguo G. Lakini kabla ndio tunakuja kwenye kipimo tunakuta kuna alama ya natural, mfano ipo kwenye T hapa, ndio itakuwa na kipaumbele kuliko ile pale. Naomba tutafuta alama ya T ambayo imepandishwa hapa na tutaipiga natural. Mesha na kuipiga natural kwa maana hiyo pia inakuwa ni mvunjo, kwa hiyo inakuwa ni T pia. Inakuwa ni nini? Ni T. Kwa hiyo tunakuwa tumeishusha hii alama, tumeifuta hii alama ambayo ilikuwa inatumika kwenye ufunguo mzima, tumetumia alama ambayo ipo kwenye bar na tunaipa kipaumbele. Lakini pia kanuni ya 10, mivunjo katika scale ya chromatic ni ya lazima. Katika chromatic scale mivunjo hutumika kuonyesha mabadiliko ya noti kwa nusu hatua. Ni lazima kuwe na alama ya sharp au flat ili kuonyesha kila hatua chromatic scale, kwa sababu kuna scale ya chromatic au kwenye kuitumia yenyewe lazima uoneshe alama za sharp na flat ili kuonyesha kama umepandisha kwa nusu hatua au umeshusha kwa nusu hatua. Kama ambavyo tuliona hapo, kwa lazima utumie sharp au flat ili kuonyesha kupandisha au kushusha kwa nusu hatua au kushusha kwa nusu hatua. Kanuni ya 11, tumia natural ili kuonesha mabadiliko dhahiri. Ikiwa unabadilisha noti kutoka mvunjo hadi kawaida katika kipimo hicho lazima utumie natural kuonesha hilo. Hii ambayo tumeiona tayari. Mfano kama hapa tulikuwa tuna mvunjo huu ambao ni do, ni re imepandishwa imekuwa ri.
kwenye kipimo hiki, lakini tumetaka irudi kwenye re pale pale ambapo tulikuwa tunataka. Tunatumia nini? Natural, inarudisha kwenye re. Lakini kanuni ya mwisho, mvunjiko wa kawaida haufuti mvunjiko wa kawaida haufuti key signature. Kuandika mvunjo kama D sharp haubadili alama ya ufunguo ya kipande hicho. Ni mabadiliko tu ya kipimo fulani kwa muda. Kwa hiyo kuna watu anakuta kuna alama, labda kuna sapa kule mwanzoni kuna sharp 2, hapa kuna sharp ya 3. Hii inakuwa tayari ni ufunguo A. Hapana. Mesha ni unakuwa ni kipimo cha ndani ya kipimo pale tunafanyika mvunjo, lakini wimbo unaendelea kama kawaida ni ufunguo kulingana na alama za sharp ambazo zipo mwanzoni mwa ufunguo. Kama ambavyo tunaona hapa. Kwanza kuta hapa pana alama 3. Kwa hiyo alama hapo unaweza kusema kwenye hapa wimbo umeenda umekuwa ufunguo hii. Hapana. Hii ni mvunjo ambao utakuwa ndani ya kipimo hapa, lakini wimbo unapokuja kuendelea huko kwingine tunaendelea kabisa na alama zetu hizi kwamba wimbo wetu upo kwenye ufunguo gani? Ufunguo A. Kwa maelezo mafupi, kwa kifupi tu, sheria zote 12. Ya kwanza ni mvunjo hudumu kwenye kipimo kimoja tu. Ya pili, mvunjo huathiri noti ya nafasi au mstari ule ule tu. Ya tatu, mvunjo huandikwa kabla ya noti. Ya 4, mvunjo huendelea kwenye noti za aina hiyo ndani ya kipimo. Ya 5, natural hurudisha noti kwenye hali ya kawaida. Ya 6, alama ya ufunguo ya mvunjo hudumu hadi ibadilishwe. 7, enharmonic equivalent zinaruhusiwa kwamba unaweza kuweka sharp au flat. 8, double sharp huruhusiwa. 9, mivunjo ndani ya kipimo hupewa kipaumbele. 10, chromatic scale huhitaji mivunjo wazi. 11, natural hutumika kubadili mivunjo ndani ya kipimo. Lakini 12, mivunjo ya muda haibadili alama ya ufunguo. Mivunjo ya muda haibadili alama ya ufunguo. Hitimisho. Kwanza, ili uweze kuelewa mivunjo kwa urahisi na kwa muda mfupi, fanya yafuatayo. Kwanza, tumia keyboard au kinanda kujifunza sauti za nusu hatua. Ni muhimu kwa ajili ya mazoezi ya sauti, lakini pia kutofautisha nusu hatua kwa usahihi. Kwa hiyo kama una kinanda, fanya mazoezi. Kama hauna, unaweza kutumia cha kwenye simu ili uweze kuweka hizo sauti ziweze kuweka sikioni kwa urahisi pale unapozisikia, lakini pale inapokuwa kwako ndio unatakiwa kuzifanyaje? Kuziimba. Lakini pia imba mara nyingi chromatic scale ili uweze kuelewa kutambua mivunjo kwa urahisi. Na katika maelezo ya video hii description tutaweka linki ya zoezi la chromatic scale ambalo huwa tunatumia kuwafundisha wanafunzi wetu kuimba mivunjo mbalimbali. Lakini pia tumia nyimbo mbalimbali zenye mivunjo ili uweze kuikariri vizuri. Inaweza ikakusaidia pia. Utafuta nyimbo ambazo zina mivunjo, ifanyia mazoezi, ziimbe mara nyingi, itakusaidia kuiweka sauti za mivunjo ile kichwani, lakini pia kuimba pale ambapo itakuwa inahitajika. Lakini mwisho kabisa nitakufundisha T rule au T kanuni. Hii ni sheria ambayo wanatumia kuwapa wanafunzi wangu ili waweze kuelewa kwa urahisi zaidi kuimba mivunjo pale wanapotaka kuwa waimbaji wazuri katika mivunjo. T rule ni kubadilisha mvunjo kuwa T. Yaani kila mvunjo unapokuwa unaimba unakuwa upo katika msikiko wa T. Kwa hiyo ili kwa urahisi kuimba tunaita T rule, kwamba unaibadilisha noti ya mvunjo kuwa T. Kwa sababu ukiangalia kwenye kinanda noti zote zinaweza zikawa do. Kwa hiyo noti ile ambayo itakuwa ya nyuma yake nimesha utaiweka kama T na utaimba. Yaani kwa mfano ikiwa ni F ndio imevunjwa. Yaani kuna F, si ndio hivyo? Unajua kabisa F ya mbele yake ni so, si ndio hivyo? Kwa do re mi fa so. So ndo nota sasa inabidi tuimbe F, si ndio hivyo? So sasa so ichukulie kama do, baada hapo iimbe T ya so. Kuweza kuimba T ya so utakuwa umeshaivinja, umeimba nini? Umeimba F. Kama mvunjo ni do au ni re imeshushwa labda, kwa hiyo inabidi uimbe ya nyuma yake ile D. Umeshaimbe kwanza do re. Ukishaimba re, ile iwe kama ifanye iwe do, baada ya kuwa do imbe T yake. Kwa do re re di re.
Kama ni so, meja do re mi fa so fi so fi. Yaani unaitengeneza inakuwa do, baada hapo unaimbia T yake. Kwa kufanya hivyo, labda inaweza ikakusaidia kuweza kuimba mvunjo wowote ule kwa urahisi na kwa usahihi zaidi. Asante sana kwa kutufuatilia. Kama ni mara yako ya kwanza kutufuatilia, usahau kubonyeza alama ya subscribe ili wa kwanza kupata taarifa zetu pindi zinapokuwa hewani. Uwe na wakati mwema.